So inapokuja swala zima la wewe kuweka pesa kwenye kitu fulani, ni vizuri ukajihakikishia kwa kuangalia logic behind the business na kwamba wanazalishaje faida na changamoto za biashara ziko wapi. Unajua watu wengi wanasema kwamba biashara ikiwa registered inakuwa haina risk. No. Guys, there is no miracles in business. Yaani unajua kitu kimoja, kwa mfano, ukizungumzia ununuaji wa hisa za makampuni binafsi. Ukizungumzia uwekezaji wa kwenye cryptocurrencies. Au hata uende kununua stocks kwenye market kule hizo SP500 etc. Zile zina riski. They are considered to be a high risk investment. Kwa sababu zinakuwa predicted kuweza ku bring some good returns at some point. Kama unataka low risk investment, nenda kanunue bonds za serikali. Kwa sababu zile zinaogaza kama uchumi unaporomoka, zile zinaogaza mwisho kuanguka. Yaani ukiona bondi za serikali zimeporomoka, basi ujue hiyo nchi uchumi wake umefanyaje? Umekufa. Sasa which is something ambacho literally au practically is not possible, kwa sababu japokuwa inaweza katokea kama ilivyotokea Zimbabwe, lakini in a very rare case. Kwa hiyo unapozungumzia sio no risk, lowest risk, unaanzia na bondi za serikali. Lakini unapokuja kuinvest kwenye stocks, crypto etc. Hata kama iko registered, you have to know kwamba kuna risk ambayo inaweza kawepo pale. Tena sio risk ndogo, kwa sababu kuna muda shares zinapanda, shares zinashuka, kampuni zinafail etc. Kwa hiyo lazima unapofanya maamuzi uleverage risk. The issue is not about just taking risk. The issue is about taking calculated risk. Calculated risk haiwezi kuja kama una knowledge ya kitu unachokifanya, unless otherwise katafute mtu ambaye ni advisor, mtaalamu, awe anakushauri kwamba wapi peleke pesa zako na kwa kiasi gani, na pesa ya kuinvest hapa uitoe wapi. Lakini ukiangalia tu registration peke yake, still you are in a higher risk, kwa sababu watu wanataka register kampuni zinakuwa listed Nasdaq na zinafeli kabisa. Yeah, sasa kuwa registered, it does not guarantee the risk that you are going to take. Na lazima tujue hata insurance waga zina limit yake. Insurance haiwezi kutake kwenye kitu ambacho unajua kabisa hiki inaweza ikaja kanifia mimi. Yaani wanaangalia vitu ambavyo it's recoverable na kuna percent ambayo unaweza ka recover. Unaona? Kwa hiyo nadhani ifike stage pia watu wawe na ule utaratibu wa kujifunza. Teknolojia zinapokuwa zinakuwa, lazima wajue ile teknolojia mpya ambayo imekuja imeenda ku replace kitu gani. Lakini lazima tujue sense ya kibiashara haitakuja kubadilika. And there is no way leo unaamka unasema bwana kuna AI hii inatengeneza faida. My friend, hiyo achana nayo. Yaani it won't happen. Sana tu mtakuwa mnacheza gambling au ndio hivyo mnadanganyana. Na kitu kibaya zaidi, unajua juzi nili experience kitu kimoja. Kuna watu wengi sana ambao wanaaminika na watu. Data zao wanatumia articles. Yaani mtu akiona tu taarifa fulani, kwa mfano kuna taarifa fulani juzi ilikuwa inasambaa sana hadi sasa hizi. Inasema benki kuu ya watu wa China imetangaza kwamba ina mfumo mwingine tofauti na Swift ambao unafanya vizuri sana cross border payments and all that. Lakini hiyo habari haipo kwenye, yaani Bank of China hawajaongea hicho kitu. Ila watu kwa sababu wameona ile information, I think changamoto nyingine ni kwamba watu wengi huwa wanapenda waonekane wapo mbele ya muda. Sasa kufilter taarifa zipi za kushare kwa watu na zipi sio za kushare kwa watu, hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo unakuta anachukua mataarifa, anayahamisha tu huko, na forward kule. Akija kusoma baadaye anakuta mbona kitu kama sio cha kweli. Sasa I think sometimes unapokuwa unaaminika na watu, ni bora ukawa na limit ya namna ya kushare information zako. Kama habari umeshindwa kuja-verify, usishare. There is no problem. Lakini unaposhare kitu, make sure umekihakiki, sio kwa articles. Umekihakiki with the legit source, kwamba ujue hii taarifa ni yenyewe na ni ya ukweli. Kwa sababu changamoto kubwa ambayo inakuja ni kwamba kuna watu wengine ambao wanakuwa na influence na wanaaminika, akiongea kitu kuna wengine waga hawajiulizi yani. Anajua hii ni yenyewe hii. Unaona? Ndio maana hata mimi mwenyewe huwa tunajitahidi tukiona taarifa tunakaa chini, tuna dig down, tunaangalia. Kama hatuja confirm, we don't record. We only record something ambayo tushafanya due diligence, tunajua kabisa hii ni kweli au hii ni uongo. Kwa sababu sources zipo. Kwa mfano ukiangalia hapa, nilikuwa najaribu kuangalia hapa sehemu ambayo unaweza kuripoti kitu ili uweze kufanya due diligence kama hauna uhakika nacho, especially kwenye haya makampuni ambayo yako registered. Unajua kwa upande wa cryptocurrencies investment inahitaji wewe uwe na self knowledge, kwa sababu nchi nyingi bado zimeiweka katika matazamio. Hawajajua exactly ina play part sehemu gani ili waweze kutengeneza sheria za udhibiti. Kwa hiyo wapo kwenye pilot stage au kwenye field study ya kujua namna watakavyo regulate. Kwa hiyo inahitaji wewe unapotake risk ya kuinvest kwenye crypto uwe na knowledge ya kujua unafanya kitu gani. Lakini kwa makampuni ambayo yako registered, kwa mfano ukiangalia kuna
kuna international reporting. Kuna mambo haya ya www.interpol.international. Kuna ukule UK kuna Action Friday ambayo inaitwa actionfraudpolice.co.uk. Ukienda United States kuna FTC. Hii Federal Trade Commission. Una report pale, una inquire. Kuna SEC pia ukiwa na shida unawauliza. Kuna CFTC pia wanahudumia wateja. Kuna FAC kwa UK, Canada kuna CF, hii hapa inaitwa Canadian Anti-Fraud Center, kuna Ontario Securities Commission pia, Australia, ziko kila nchi kuna naniliu, kuna sehemu ambapo unaweza ukaripoti au ukafanya links ya taarifa yako. Kwa hiyo mimi nadhani kitu kingine nadhani ambacho watu wanatakiwa wajitahidi ni kwamba waache ile tabia ya kushare taarifa kwa mihemko. Na kitu kingine cha pili ambacho nadhani watu pia wanatakiwa wawe makini nacho ni kuacha kufikiri kwamba Google inatoa majawabu. Google inatoa majibu. Yanaweza kuwa ya kweli au ya uongo, kwa sababu Google inachokifanya yenyewe ni kuletea karibu zile linki ambazo zinaendana na kitu ambacho unakitafuta. Na kitu cha tatu natakiwa watu wajue kwamba biashara yoyote ya uwekezaji ina changamoto zake. Yaani hakuna biashara ambayo iko safe 100%. That is not possible na haitakuja kutokea duniani. Biashara yoyote ina riski. Ila riski yake inategemea na sustainability ya product ambayo kampuni inafanyaje, ina deal nacho. Kwa hiyo wewe unapoenda ku leverage risk yako, lazima uangalie hizi, kuna risk kwenye biashara ambazo unaweza ukazitoa na kuna risk ambazo unaweza ukazimanage. Yaani kuzitoa haiwezekani, wewe unaweza ukazimanage. Kwa hiyo kuzimanage lazima uwe na knowledge. Kwa hiyo hakuna mtu atakwambia kwamba hii biashara ni uhakika asilimia fulani. My friend, you have to know there is a risk behind. If there is no risk, then you are subjected to the risk by yourself. Yaani ndio iko hivyo. Anasema kama biashara unaona yaani iko safe kabisa, basi ujue wewe ndio hauko safe. Yaani iko hivyo. Uwezo. Na kitu kingine lazima watu wajue kwamba teknolojia zinavyokuja zinarahisisha namna ya kuwasilisha wazo lako la ubunifu ambayo inakuwa kwenda kuwa huduma kwa jamii. Lakini teknolojia haiji pale kuja kupakua yana kukupatia hivi. Hiyo kitu haipo. Yaani kwa mfano unakuta kulikuwa na simu. Teknolojia imekuwa, tumefika sasa tuna simu za ajabu, lakini ili simu ziweze kutengeneza hela inabidi watu wanunue. Chipset zipo za aina tofauti zinakuwa teknolojia, lakini chipset ziweze kufanya kazi na kutoa faida lazima watu wazitumie. Kwa hiyo mahitaji ya teknolojia ndio yanasababisha pesa itengenezwe. Kwa hiyo teknolojia ipo pale kwa ajili ya kudeliver sehemu ya wewe kuwasilisha mawazo yako. Maana kuna teknolojia ziko za aina mbili. Kuna foundational tech na kuna zile service tech. Tuseme foundational na zile secondary technology. Foundational ndio kama unaogundua mambo ya blockchain, chipset, operating systems, etc. Ni kwamba unagundua teknolojia ambayo inasaidia teknolojia nyingine iweze kufanya kazi. Alafu kuna wengine ambao wanadeal na secondary tech ambao sasa hizi ni teknolojia ambazo zinarahisisha matumizi. Kwa mfano, unakuta mtu amegundua WhatsApp, amegundua Facebook, kwamba ile haiwezi kufanya kazi bila ile foundational technology. Umeona? Mtu amegundua kuhusu ChatGPT. Unajua ChatGPT lazima kuwe na chipset kama za Nvidia ndio ziweze kusaidia ile operation ya AI iweze kufanya kazi haraka. Kwa unakuta teknolojia zinategemeana. Sasa hizi kutegemeana kwa teknolojia ndio kunafanya makampuni yaingize pesa. Wewe unapoenda kuinvest kwao, maana yake umeona ile huduma au product walioitengeneza ina demand, ndio wewe unafanyaje? Lakini lazima ujue kuna muda hizi teknolojia nazo zikipitwa wakiwa hawako aware, ikija kampuni nyingine wanafeli. Kwa hiyo despite ya kwamba wako registered, lakini risk is still there. Lakini risk yako inakuwa minimized na nini? Na kuelewa logic ya uhitaji wa ubunifu ambao umekuwa presented kwenye community. Basi. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kipindi kile, angalia. Wakati imegundua kwamba Nvidia ndo wana powerful chip ambayo inaweza kusaidia operations za AI machines zote. Uliona nani shares za Nvidia zilipopanda? Zilipanda. Vibaya mno. Like 300 times nadhani in a space of 6 months. Ndio. Lakini baada ya DeepSeek kuja na ile manipulating news kwamba wametengeneza AI kwa budget ndogo, uliona ilipoporomoka? Unaona? Kwa hiyo still japokuwa Nvidia is a very reputable company, lakini EMH zina affect. Mpaka baadaye alipokuja kugundua kwamba DeepSeek walidanganya ndio ikaanza kuregain, lakini still haikuregain haraka kama ambavyo iligain mara ya kwanza. Kwa hiyo watu lazima wajue siku zote, ndio maana nakuta kwa mfano Marekani sasa hizi wana vita ya kiuchumi ya kibiashara na China. Yaani kuna sintofahamu nyingi ambazo zipo kwa sababu Marekani yeye ana claim kwamba hakuwa treated fairly. Kwa hiyo anataka kutengeneza a new set ya fair trading rules and partnership na nchi zingine. Hii vita
pamoja na zile red cards, although naona inflation imeshuka kwao, iko chini, lakini unakuta inapotokeaga changamoto kama hizi, risk ya assets zote unakutaga watu wanapunguza hela. Mfano kwenye stocks, kwenye cryptocurrencies, hizi zinakuwa considered kama high risk assets, na watu wanapenda kuinvest tu pale ambapo hali ya uchumi inakuwa nzuri na mzunguko wa pesa upo, kwa sababu wanajua kampuni kama Nvidia, kampuni kama Tesla zina uwezo wa kutengeneza pesa kama kuna consumers. You get the point? Lakini kama ikitokea mzunguko wa pesa unalimitiwa, manake watu wanakuwa wanaogopa kwamba consumers wanapungua kwa sababu hela kwenye mzunguko iko kidogo. Kwa hiyo wanaamua kutoa pesa zao, wanaenda kwenye safe haven assets. Wanaenda kununua bondi za serikali au treasury bills, wanaenda kununua gold, etc. Kwa sababu zile hata kama itokee vipi zitabakia kuwa valuable. Yeah, exactly. You get the point? Yeah. Kwa hiyo ina maana watu lazima wajue kwamba hivi vitu haviendi kwa miujiza. It's all about economics. Kwa hata watu wanaotaka kudili sio na cryptocurrency, sometimes go and read. It's a high risk asset, lakini you can mitigate the risk or minimize the risk by having the understanding on what you are dealing with. Lakini sio kusema kwamba leo hii unadanganya watu bwana wanatumia AI. AI gani? AI gani ambayo inajua kesho? Na AI watu hawajui kwamba AI inatumia data ambazo binadamu tumetengeneza. Exactly. So basically ni binadamu lakini it's just faster. Yani ni binadamu ambaye yuko faster, yuko accurate, na hana intervention, yani kwamba ile unaweza kukuta umekosea, yani yeye anafuata command na anaenda kama alivyo. Unaona? Kwa hiyo ni kwamba kwa mfano wewe ulivyokuwa unakaa na library, kwamba ukitaka kupata kitu fulani kuna kitabu fulani unaanza kukitafuta. Sasa AI yenyewe ni ishapata data inakuletea. Lakini ndio ile process, yani kwamba teknolojia inatengeneza ile flexibility ya kuaccess information, flexibility ya kuimplement wazo, yani ina accuracy, speed. Ndio AI inafanya hiyo kazi kwa sababu it's a machine. Lakini haimaanishi kwamba kuna kitu tofauti. Ndio mimi naambia kila siku hata blockchain inarahisisha namna watu kupresent. Unajua kuna wakati mimi nilikuwa nimekaa napiga story. Na hiyo nadhani ndio changamoto ya watu wengi kuwa wanasoma tu vitu lakini hawa participate kwenye real perspective ya mazingira. Anakuambia unajua blockchain ni nzuri. Mambo ya smart contract ndio nzuri kabisa. Lakini hajui kwamba blockchain is good, fine. Smart contract is good. Crypto is good. Lakini haimaanishi kwamba watu hawaweza kutengeneza fraud kwenye hivi vitu. People can make a fraud in a smart contract. People can make a fraud in crypto. Yani kutumia smart contract akatengeneza wazo la kitapeli na ikarani vizuri tu. Kupitia crypto mtu akatengeneza coin ya kitapeli na akaiba pesa za watu akafanya rug akaondoka. Kwa hiyo there is nothing in this world which is 100% good. Lakini ukiwa unajua kabisa hii haitakiwi iende hivi. Hapa kuna wizi, hapa kuna upigaji. Kwa watu lazima wajue kwamba teknolojia zinapokuwa zinakuja na milango miwili. Zinakuja kwa lengo kweli la kutengeneza awareness na kusaidia flexibility ya activities, lakini hatutaki kukwepa ukweli kwamba kutokana na watu wengi kutokuwa na knowledge ina provide a very big loophole to the scammers. Kwa mfano angalia Tanzania, nilikuwa naangalia, it's not even Tanzania. Duniani kuna kuna watu bilioni 8. Si ndio? Watu ambao wameventure kwenye crypto so far mpaka sasa ni watu wangapi? Milioni 680. 600 mpaka 680 hapo ina range hapo. Sasa ukiangalia hiyo percent unaona ni ndogo sana. Kwa hiyo kuna chance kubwa sana matapeli kupita na kupiga watu vibaya mno kwa sababu they don't have knowledge. All they hear about is cryptos zinapanda, cryptos zimefanya hivi, lakini watu wengi hawajawahi kuexperience the real perspective of the industry na hawajui the real logic behind these cryptocurrencies. Na ndio maana unakuta hata kwa mfano ukiangalia Mantra juzi. Yaani ukiangalia unakuta basically kilichofanya ile project ikazingua ni mihemko. Just like the way ilivyotokea kwa yule rais wa Argentina alivyokosea Malay, just like the way ilivyotokea Central African Republic, like watu wanapendaka kuwa ahead of the technology, waonekane kwamba they are far, lakini wanaenda kwa mihemko, foundation zao zinakuwa ziko stable, knowledge hawana. Kwa mwisho wa siku unakuta kwa mfano ndio maana mimi wakati nimesema hata Tanzania bado tuna safari kubwa sana ya kuweza kupata namna sahihi ya kuimplement matumizi ya teknolojia, kwa sababu inatakiwa watu ambao kwenye mamlaka wawe na awareness nzuri ili kama wanatengeneza sheria ziwe effective. Lakini unless otherwise wakikurupuka wanaweza kusababisha loophole kubwa zaidi ya wizi kuliko hata kusaidia consumers. That's the thing. Kwa sababu
Angalia kwa mfano rais wa Argentina. Watu wameandaa forum wakamkaribisha, wakamwasha bwana ndio tunaenda kubadilisha Argentina and all that. Akapewa kikoini kimoja akakiposti. Watu hao bwana rais wa Argentina tena aliposta akasema kwamba hii coin ndio itaenda ku leverage maisha ya wafanyabiashara wadogo wa Argentina. Wakasema kumbe huko ndo mchongo, basi na sisi tunataka kuwa part of it. Dola milioni 900 within 24 hours shwa zikapigwa chini. Rais kaposti scam. Do you get the point? Rais kaposti scam. Yote ni kwa sababu gani? Mhemko. Unajua industry ya tech ina mihemko na saizi penye utandawazi ulivyo. Na hata ukiangalia hivyo anajibu alikuwa anajibu yani hai make sense. Anasema kwamba sidhani kama watu wote tapeliwa ni zaidi ya 5000, alafu nadhani wa Argentina ni wachache sana ambao wametapeliwa. Na hata mkienda kasino kucheza kwani mkiliwa au mnamdai nani? Like a president. Lakini yeye anaweza akajitetea in the sense kwamba it's an asset you chose to buy. Lakini no, it's it's not an asset, na asset should not perform like that. Asset haiwezi kapanda hivi kesho ipo kule. Yani ndo nachosema ni kwamba unajua the fact kwamba watu wengi wanapoteza hela kwa sababu hizo, kwamba they go for certainties halafu hawajui who is the player behind the game that they are playing. Yeah. Yani kwa sababu in every industry lazima uelewe mchezo unachezwaje, how do we play it. Ukishajua mchezo uko wapi, utajua changamoto ni ipi, how do I mitigate it, na ivumiliaje. Kwa sababu kwenye crypto tunajua bei inapanda na kushuka, inabadilika. Sasa wewe kama investor, how do you leverage that? It's something that you need education. Na kwa mtu ambaye anaamini kwamba biashara inalipa tu all the time ipo consistent, ajiulize, je, maisha yake hapo consistent kama biashara ambayo anawekeza? Kwa sababu unajua hapa nilikuwa hata naangalia huyu kwa mfano rais wa Argentina. Mpaka recently kuna complaints zaidi ya 100 ambazo zimeshakuwa filed against the president with respect to the incident ambayo ilitokea ya kuipost Libra coin alafu ikaporomoka ndani ya masaa 24. Kwa hiyo yote inaonyesha ni kiasi gani kwamba tunatakiwa tuwe makini sana. Ukiangalia pia kwa mfano angalia Central Africa. Of course sio nchi kubwa kama ambavyo zilivyo hizo nchi nyingine. Ndio maana unakuta madudu yake ambao wamefeli kwenye crypto hayatangazwi. Unajua jamaa walitengeneza coin inaitwa Sango coin. Yani kwa sababu wao walikuwa wanataka kutumia Bitcoin, ikaonekana upinzani mkubwa kwa ile association ya Central Africa yote na West Africa. Wakaja na coin inaitwa Sango coin. Kwamba itabaki sijui utalii na nini, lakini kwa sababu nadhani knowledge ilikuwa ndogo, hawakuitengeneza vizuri, kwa hata adoption yake ikawa poor, ikafeli. Juzi hapa wakati rais wa Argentina amepost na jamaa naye akaja na meme coin yake, Central African Republic president. Akapost meme. Sasa unajua shida ni kwamba meme watu wanaaminigi meme. Kuna siku moja nimekaa, unajua watu hao wanaopata nafasi za kuongea sijui kama wanafikiria gani. Kuna siku moja nimesikia kuna voice note inasambaa, mtu alikuwa anafanywa interview na BBC. Anasema cryptocurrency ziko za aina nyingi. Na hizi kwa mfano memes zinakuwa na product. I was like very stupid. Wow, yani I was like what is this? Yani how comes unaambia watu kwamba meme coins zinakuwa na product? Na kama tunajua sasa zinaitwa meme. It's something for fun. Na ndio maana nakuta zile meme coins nyingi ambazo zinakoga watu wanaweka nazo wanasema kwamba hii sio investment asset. It's just a token. Labda kwa mfano na Trump alipoongea pale. Watu mpaka sasa tunakuta akikaa wanaongea Trump huwa alitupiga sio nani. Ukienda kuangalia kwenye ile project sense yake alisema kwamba hii sio coin ya investment. It's just a token for those resilient leaders ambao hawa give up. Kwa hiyo kama unataka kusupport hii movement, unaweza ukanunua coin kuwa kama moja ya watu ambao wapo kwenye ni kama unanunua kadi ya membership. Kwa hiyo usi expect faida, lakini watu coin ya Trump koja. I was like, you guys, kumbuka nilipokuwa South Africa nilifanya guide video kaniambia you guys be careful. It's not about the name, it's about the fact behind the coin. Tokenomics yake ikoje? Hiyo coin imekuwa backed na nini? Kwa unakuta mnanunua a speculative asset ambayo haina kitu chochote nyuma yake. Alafu kuna mtu mmoja anakuja anasema kwamba meme coins zinakuwa na product nyuma yake. Yani why would you go and speak in the public na kati you don't have valid data to share to the community? Sisi ukae research kwanza. Ukizipata tayari ukiona zina make sense ndio ukaongee. Yani I don't know why, lakini I think the problem is the same, kwamba watu wanatamani kuonekana wako ahead of the tech ili waweze kupata attention, lakini they don't do due diligence. And the bad thing, they just read and they don't know what they are reading, if it is true or not. Lakini kwa sababu ana nafasi anaenda kuongea. Anafunguka sasa. Anafunguka tu. It's very bad. Kwa sababu wewe fikiria, mnatapeliwa wiki ijayo, afu nasema serikali iingilie kati. Itaingiliaje kati?
niingilie kati ni yani itaingilia kati kwa sababu regardless kwamba wanakuambia kama mtu kwa mfano mimi naambia kama kwenye crypto me I love crypto we know it's a business that we have been in for a long time lakini lazima mtu uweze kumcaution kwamba yani usije ukaenda kuchukua mkopo bila kujua utaulipaje. Kwa sababu yani unachukua mkopo unaenda kununua hisa. Kuna kipindi hisa za makampuni mengi hata Bongo hapa zilishuka sana. Kwa mfano angalia kwa mfano hisa za Voda. Hisa za Voda IPO yake ilifanyika kwa shilingi ngapi? Shilingi 870, si ndio? Sasa hizi bei yake 700 na ngapi? Kwa toka wamefanya IPO ya Voda mwaka 2017 mpaka leo haijawahi kufikia bei ya IPO walioifanyia. Sasa umekopa hela. Ndio hapo. Sometimes I think it's important kwa watu kuweza kuwa na knowledge ya kitu wanachokifanya ili waweze kujua wana leverage vipi riski ambazo wanaamua kuzichukua. It's fine kuna age ambayo inakuruhusu wewe kuventure kwenye vitu tofauti tofauti ukiwa unataka kujaribu lakini use knowledge kwa sababu knowledge is very important na it's better ukapata knowledge ya practical experience. Sio knowledge ya hiyo. Kuna watu wengine wanangu wanajua kusoma tu articles. Hawajui kama article ni ya ukweli ni ya uongo, wao ni ku screenshot na kushare ma article. Lakini ukienda kuuliza practically yeye ana experience gani? Hamna. Unaona? Kwa hiyo I think ni wajibu wa kila mmoja especially when it comes to investment. Kwa sababu kwa mfano kwa nchi nyingi za Kiafrika hatuna utaratibu wa kuwa na ma-advisor ambao anakuwa ni private advisor wako kukuambia pesa peleka wapi. Yaani kwamba kwa mfano unapokuta kwa mfano sasa hizi wanapofanya BlackRock, ni asset managers. Lakini pia kuna hoga na wale private ambao anakushauri mtu kama wewe labda una hela zako anakuambia sasa hizi kanunue pale, sasa hizi tuhamishie huko. Yaani kuna mtu anakuwa na hela lakini yeye knowledge hana. Afrika hicho kitu hatuna. Sisi Afrika kila mtu na pesa yake anajua yeye anavyofanya, si ndio? Sasa sometimes it's very good ukawa unajitafutia knowledge practically. Ukajua ufanye nini na uache wapi usifanye. Kwa sababu sio kila biashara ikija lazima ufanye na sio kila kinachokuja mtandaoni ni kizuri. Mtandao nao unawezi. Sasa mtu akiona website nzuri anasema hii ndio yenyewe sasa. Kwa sababu tu imeandikwa staking basi unajua ndio hii yenyewe. That's not how it's supposed to be. Kwa hiyo inabidi watu wajitahidi wakue, wabadilike, lakini fikra zao zisione kwamba kuna biashara ambayo inaweza kuwa na miujiza. Fikra zao isione kwamba AI ni kitu ambacho kinaweza kupredictia kesho yako ikoje. AI ina uwezo wa kufanya vitu accurately, speed, ikahusianisha mawazo yaliyopita, ikakupatia jibu ya swali fulani lakini haiwezi kukuambia kesho itakuwaje. Ikapinpoint kabisa kwamba itakuwa hivi. Hamna kitu kama hicho. Na ndio maana unakuta watu wengi sana wanakwama kwa sababu hiyo. They think like there is a miraculous subject ambayo maybe a Holy Spirit amesent kwenye dunia kuweza kuwaokoa watu. Na ndio unakumbuka kipindi kile tulikuwa tumejaribu kumpigia mtu mmoja alikuwa anafanya FIC. Tukawa tunamwambia bwana nimechukua mkopo hapa nataka nijaribu na mimi kufanya hiyo biashara. Tulikuwa tuna test tuone atasemaje. Akasema yani msijali huko ni uhakika kabisa. Kwanza hii kampuni ndio imeletwa kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii sio na nini sijui kwa sababu watu wengi wana ajira kwa hiyo wameamua wafanye. Jamani yani kasema ujamaa mbona kwa watu wanadanganyika. Sasa Wizara ya Maendeleo ya Jamii ndio itoe faida namna ile. Basi serikali na yenyewe tungesema basi invest resources zake huko itengeneze faida. 100% per month. Yaani 1200 kwa mwaka. Na logic tu ya FIC ya inaitwa ni reverse betting. Yaani kwamba mkeka wako ukichanika ndo unalipwa. So it was yani ukija kufuatilia kama nilivyosema like the foundation ukiangalia kwa juu ukikurupuka tu ile hii bwana hii unaona kama ni yenyewe, lakini if you just go one level down unaona kabisa kuna uongo mwingi sana. Na hii tuasisitize watu bwana kwamba biashara haihitaji macho ya roho. Hapana. Biashara inahitaji akili tu. Yaani 1+1=2 that's it. Lakini hapa ya kusema 1+1=16 ukasema bwana inawezekana ikawa 16 utapoteza watu. Ndio maana kuta watu wanaogambo ni wengi, wanaopata wachache sana. Kwa sababu that's the game of chance. It's either you win or you lose. Sasa hiyo that you cannot take it as a business. Ni sasa na watu wengine wanasemaga kwamba unajua watu wengi matajiri duniani ni watu ambao wamefukuzwa shule. Nenda kafukuzwa shule alafu ni kama mtakuwa tajiri. Unajua katika maisha lazima uangalie kitu ambacho kina precise to the positive result. Mtu akisoma hata kama anaweza asiwe tajiri lakini atakuwa na maisha standard. Lakini angalia watu ambao hawajasoma, yani angalia watu ambao wamesoma ambao wana maisha magumu ni wangapi na ambao wana uwezo wa kucrack wakaishi maisha standard ni wangapi. Alafu angalia watu ambao hawajasoma ambao ni matajiri ni wangapi na ambao ni maskini ni wangapi.
Na hawa ambao ni matajiri, angalia ambao wamewafanya wa sustain utajiri ni watu ambao wamesoma au ambao hawajasoma. Yaani kwa ufupi au kwa lugha rahisi ni kwamba usitumie watu wachache kuelezea eti scenario ya majority. Hamna kitu kama hiyo kitu haipo kabisa. Hamna kama hiyo. Kwa hiyo I think kwa leo tunaweza tukaishia hapa. It was a nice conversation ya kuwa enlighten watu kwamba usiamini kila kitu ambacho kinaandikwa mtandaoni. Jitahidi kufanya due diligence. Hakuna miujiza ya AI sijui kwenye kupredict kesho inakuaje kwamba ikapinpoint kwamba kesho A itakuwa C. Hamna kitu kama hicho. Na lastly, registration ya kampuni kwenye sehemu fulani haimaanishi riski hamna. Jamani, kila biashara ina riski yake. Kwa hiyo wewe unapoamua kufanya maamuzi lazima ujue uko na uwezo wa kutake riski ya aina gani. Na risk ambayo unatakiwa uichukue ni risk ambayo iko calculated. You only take a calculated risk as an entrepreneur. You don't just take a risk as if you are a fool. Hapana. Chukua risk ambayo iko calculated. Na unapoona mambo ya hisa, mambo ya crypto, stocks, nazungumzia crypto halisi, sio crypto hizi fraud coins. Zile tunazungumzia kama ni high risk investment with comparison to other investment kama treasury bills na kadhalika, ambazo hizo sasa zina at least ziko very stable na risk yake ni ndogo. Lakini changamoto pia inaweza katokea kwa sababu we have an example kwa mfano Zimbabwe, uchumi wako ulipopromoka manake obvious treasury bills zenu zinakuwa na zenyewe Venezuela, Libya, yeah, exactly. Kwa hivyo vitu lazima pia wewe mnajua kwamba kila biashara ina risk. Kila unapo invest kuna risk. Kikubwa tu ujue hiyo risk ambayo wewe unaenda kudeal nayo ni riski ya aina gani na inatakiwa we leverage vipi ili uweze kuminimize possibility ya ile riski kukuletea madhara. Lakini kuna risk nyingine haziwezi kutoka. Hiyo haipo. Unaona? Na ni vizuri pia ukajifunza kwamba teknolojia ina provide interface ya kurahisisha namna ya kupresent wazo lako, kumanage wazo lako na kuexecute wazo lako kwa jamii ili liweze kutumika, watu walipie, watu wanunue ili wewe kama kampuni utengeneze nini? Pesa. And finally tulikuwa tumekumbusha kwamba kama mtu unahitaji kutengeneza fortune ya legacy, kuna vitu vikubwa vingapi? Viwili. It's either uwe innovator, ulete wazo ambalo jamii itahitaji organically, au uwe nani? Uwe mtu ambaye una uwezo wa kuinvest kwenye wazo jipi ambalo lina potential baadaye ukaliwahi likiwa changa. Basi. The rest is no. Na mwisho tumesema kwamba hakuna biashara ambayo itakuletea consistently pesa ya miujiza. Hakuna. 2%, 3%, whatever. Yani it's not possible. Yeah, it's not possible. Yani tusijadanganyane kwamba kuna faida za fast time. Yeah. Kwa hiyo ulikuwa na mimi Tris Magno. Kama Charity tutakuwa na kitu cha kumalizia. Basi ulikuwa na mimi pia Charity Aaron. Hopefully tutakuwa tena pamoja katika DNA Academy highlights very soon. Yeah, sure. So don't forget to subscribe here. Yeah. Bye. Bye.